Rais Samia hii leo siku ya Jumatatu tarehe 2 mwezi wa pili mwaka 2026 ametorokea katika Falme za Kiarabu. Nimeona picha akiwaaga viongozi wa serikali katika uwanja wa ndege. Hiyo picha ambayo unaiona hapo, mpenzi mtazamaji, unaona walinzi wake hapo, viongozi wa serikali. Lakini wacha nikuulize, mbona makamu wa rais ambaye ni John Njimbi hayupo hapa kuweza kumuaga Rais Samia? Kwa sababu kikatiba, kipindi ambapo rais anaondoka ni lazima makamu wake aweze kumpea kwaheri, na kipindi ambapo rais anarudi ni lazima makamu wake aweze kumpea karibu. Kwa hivyo katika hii kanda, mpenzi mtazamaji, ninaomba niweze kukuchanganulia ni kipi ambacho Samia ametorokea kwenda kukifanya katika Falme za Kiarabu hii leo tarehe 2 mwezi wa Februari mwaka 2026. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra, na hichi kituo chako cha Tanzania News TV ni kitu ambacho kinajisimamia ili kuweza kuhakikisha kwamba unapata taarifa za ukweli, taarifa ambazo ni za utendeti. Kitu ambacho nakuomba mpenzi mtazamaji, endapo kuna yule ambaye ananipata kwa mara ya kwanza, chukua sekunde 1, 2, 3 ukapiga subscription, bonyeza kengele, kwa sababu ukifanya hivyo utakuwa umejikatia tiketi ya moja kwa moja kuendelea kupokea taarifa zetu ambazo ni za ukweli. Vile vile like video. Kuna penye wamekuambia kwamba like, ninakuomba uweze kulike ili video hii iweze kukua recommended, yani iweze kusambazwa na YouTube kuelekea kwa vikundi vingi. Kuna penye wamekuandikia share, ninakuomba uweze kusambaza kanda hiyo. Sasa mpenzi mtazamaji, kulingana na taarifa ambazo zimeweza kutolewa, zinaeleza kwamba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan akiondoka nchini kuelekea Umoja wa Falme za Kiarabu, ukipenda United Arab Emirates, leo tarehe 2 mwezi Februari mwaka 2026, ambapo atashiriki kwenye mkutano wa World Government Summit WGS 2026 na uzinduzi wa Global Africa Investment Summit. Ushiriki wa Tanzania katika mkutano huo unaakisi utekelezaji wa dira ya mwaka 2050 na sera mpya ya mambo ya nje zinazoweka diplomasia ya kiuchumi katika nguzo ya mahusiano ya kimataifa. Lengo ni kuainisha sera, ushirikiano na mitaji ya uwekezaji kwa maendeleo ya taifa. Hizo ni taarifa ambazo zimeweza kutolewa na Ikulu ya Tanzania, au ukipenda ukurasa wa Ikulu ya Tanzania. Lakini kuna kitu ambacho hawajaweza kuwaeleza wananchi. Hawajaweza kuwaeleza kwamba kwenye ripoti hii ambayo Ikulu ya Tanzania imeweza kutoa, hawajaweza kueleza wananchi kwamba Samia ameenda katika Falme za Kiarabu kwenda kutafuta mikopo, aswa baada ya Benki Kuu ya Kitaifa, ukipenda World Bank, kuweza kumnyima mikopo, aswa baada ya Samia Suluhu Hassan na serikali yake kuwaua raia wengi sana wa Tanzania katika uchaguzi ambao kulingana na Marekani, au kulingana na ripoti ya Senate ya Marekani, waliweza kusema kwamba Samia aliweza kujiundia matokeo ya uchaguzi yeye mwenyewe, bali yale matokeo ambayo yaliweza kutangazwa na Tume ya Uchaguzi Tanzania hayakuwa matokeo halali. Vile vile tunajua kwamba bunge la Ulaya liliweza kukwamisha na kusimamisha misaada ambayo ilikuwa inatoka katika bunge hilo.
Kwa hivyo mpenzi mtazamaji, baada ya Samia Suluhu Hassan kuweza kufinywa kwa kila kona, misaada ikasimamishwa, USAID ikasimamisha misaada ya madawa, alafu World Bank ikamnyima mikopo, ameamua kutorokea katika falme za Kiarabu kwenda kutafuta mikopo pale. Na mpenzi mtazamaji, hii ziara ni ziara ya kwanza kabisa tangia Samia Suluhu Hassan alipoamua kujifungia ndani ya taifa letu la Tanzania. Sote tunaelewa kwamba baada ya serikali yake Samia Suluhu Hassan kuweza kuwaua ndugu zetu wa Tanzania zaidi ya 10,000, pamekuwepo na misukumo kwamba Samia aweze kukamatwa, aweze kufungiwa, haswa baada ya serikali yake kuweza kuwatesa raia kwa kuweza kuwakamata, kwa kuweza kuwaua na kwa kuweza kuzika miili yao kwenye makaburi ya pamoja. Kwa hivyo Samia akawa anaogopa kwamba huenda akisafiri huenda akakamatwa, lakini sasa hii ndiyo ziara ya kwanza kabisa tangia Samia Suluhu Hassan alipoiba kura na alipowaua ndugu zetu wa Tanzania zaidi ya 10,000 na tangia alipojiapisha kama rais wa Tanzania katika kambi ya wanajeshi au ukipenda katika uwanja wa kijeshi ambao ulikuwa umejaa wanajeshi peke yake, ambao haukukuwa na raia ambao aliweza kusema kwamba waliweza kumchagua kwa 98%. Vilevile naomba niweza kukusomea taarifa ambayo iliweza kutolewa na Ikulu, hiyo ambayo unaiona hapo, ambayo inaeleza kile ambacho Samia ameenda kukifanya. Wanasema kwamba Rais Samia kushiriki mkutano wa dunia wa serikali mwaka 2026 na uzinduzi wa Global African Investment Summit. Waarabu hawawezi wakakukaribisha bure bila ya kukupea madeni, na Waarabu hawawezi wakakupea madeni bila ya kuweza kuona kitu kizuri ambacho wanataka kutoka kwako. Tunaelezwa kwamba Rais Samia Suluhu Hassan atashiriki katika uzinduzi wa Global Africa Investment Summit utakaofanyika sambamba na mkutano wa dunia wa serikali wa World Government Summit wenye kauli mbiu kutengeneza serikali zijazo, Shaping Future Governments, utakaofanyika Dubai, Falme za Kiarabu. Akaendelea kusema kwamba mkutano huo ndio lengo kuu la ziara hii, wakati uzinduzi wa Global African Investment Summit ni mpango wa ngazi ya juu unaoendeshwa pembeni mwa mkutano mwingine, ukiwa ni juhudi iliyoanzishwa na Dr. Kinwumi Adesina, rais mstaafu wa Benki ya Maendeleo ya Afrika, kwa kushirikiana na wadau wa kimataifa na lengo la kuunganisha miradi yenye tija barani Afrika na wawekezaji wa kimataifa. Kuna kitu ambacho unapaswa kuelewa mpenzi mtazamaji, naomba niweze kukusomea pale ambapo serikali hii ya Samia imeweza kutueleza kwamba wataenda kuzungumzia masuala ya uchumi. Okay. Katika kipindi cha mkutano huo, Rais Samia anatarajiwa kufanya mazungumzo ya kiserikali na nchi mwenyeji, Falme za Kiarabu, pamoja na kukutana na viongozi wa taasisi za fedha. Hapo naomba uweze kuelewa. Kukutana na viongozi wa taasisi za fedha za kimataifa na wawekezaji wakubwa, hatua inayolenga kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi na kuvutia mitaji ya uwekezaji nchini mwetu Tanzania. Hii ni ziara ya kwanza ya kimataifa kwa Rais Samia Suluhu Hassan baada ya uchaguzi mkuu mwaka 2026, yani 25, ikihakikishia jumuiya ya kimataifa udhabiti wa kisiasa. Sasa hapa unapaswa kuelewa, wametueleza kwamba ataenda kwenye huu mkutano wa kiuchumi, vilevile ataenda kwenye huu mkutano ili kuweza kukutana na viongozi wakuu wa taasisi za kifedha. Kipindi ambapo ataenda kupatana na viongozi wakuu wa taasisi za kifedha, anaenda kuambia nini?
anaenda kuwaomba mikopo, na ndio maana niko hapa kuweza kuhakikisha kwamba ninawaeleza hili. Unajua, falme za Kiarabu hawawezi wakakupea mikopo kama hawajaweza kuona kitu kizuri kutoka kwa nchi yako. Mnaelewa, hizi falme za Kiarabu ndizo zimeweza kuharibu nchi ya Sudani kweli? Hizi falme za Kiarabu zimekuwa zikifyonza dhahabu kutoka taifa la Sudani, na wao ndio wameweza kuleta vurugu ndani ya Sudani. Mpenzi mtazamaji, serikali ya Sudani ilipogundua kwamba falme za Kiarabu zimekuwa zikifyonza madini ya dhahabu kutoka Sudani, walijaribu kufukuza falme za Kiarabu, lakini falme za Kiarabu kutokana na kwamba wanatamani sana dhahabu kutoka Sudani, wanakuamilia na wamekuwa wakidhamini kitu ambacho kinaitwa mapigano ndani ya Sudani. Sasa Samia ameenda kwenye milki za Kiarabu kukutana na viongozi wa fedha, kuwakopa fedha ili kuweza kuendeshea serikali yake, kwa sababu tunaelewa kwamba pesa za misaada ziliweza kusimamishwa na bunge la Ulaya. Vilevile benki kuu ya kimataifa World Bank iliweza kumnyima Samia Suluhu Hassan mikopo baada ya machafuko ambayo yaliweza kutendeka Tanzania, mahala ambapo wananchi waliweza kuuawa, mahala ambapo vilevile wananchi wengi waliweza kutekwa nyara, wengine waliweza kupotezwa na wengine wakazikwa kwenye makaburi ya pamoja. Vilevile nimeona serikali ikieleza kwamba wameenda kuwatafutia vijana wa taifa letu kazi za utumwa katika nchi za Kiarabu. Wacha nikuulize mpenzi mtazamaji, nimekuwa nikiona hii serikali ikijipiga kifua kwamba tunaweza tukajisimamia bila ya mikopo ambayo Samia ameenda kutafuta kutoka nchi za Kiarabu. Sasa miliki za Kiarabu, sasa nimekuwa nikiona hii serikali inasema kwamba inaweza ikaunda ajira kwa vijana, lakini ukisoma ripoti ambayo imeweza kutolewa na Ikulu inasema kwamba Samia ameenda kuhakikisha kwamba zile ahadi ambazo aliweza kuwapea vijana kwamba chini ya siku 100 atawatafutia ajira. Kwa hivyo ameenda kuwatafutia ajira katika miliki ama ukipenda falme za Kiarabu, aweza kuwatuma pale kama watu ambao hawana umuhimu. Yaani tunaenda kufanya kazi za utumwa katika taifa la ama katika miliki za Kiarabu, kipindi ambapo serikali imekuwa ikisema kwamba taifa letu tunaweza tukajisimamia kutoka kwa makusanyo. Basi kama tunaweza tukajisimamia hizo pesa kutoka kwa makusanyo, tunapaswa kuunda ajira ambazo zinatutosha sisi wa Tanzania, sio kuenda kupembeleza mataifa mengine yaweza kutupea kazi za utumwa. Yaani mtu amesoma, amefika chuo kikuu, yuko na cheti cha degree, yuko na cheti cha diploma, unataka aende kufanya kazi ya utumwa katika miliki za Kiarabu. Huo ni upuzi ambao Samia anafanya. Angalia bandari ya Bagamoyo na miradi mbalimbali kama vile uwanja wa Kilimanjaro. Samia ameweza kuuzia miliki za Kiarabu au falme za Kiarabu. Tena ameenda kutafuta mkopo mwingine kutoka falme za Kiarabu. Tuko na taifa hapa kweli, mpenzi mtazamaji? Hatuna taifa hapa, hatuna taifa, na ninarudia kusema kwamba hatuna taifa hapa. Huu ni upuzi. Baada ya kuweza kuwaua wananchi, ameenda kutafuta mikopo, na tunaelezwa kwamba eti ameenda kuhakikishia ulimwengu mzima kwamba taifa la Tanzania ni taifa ambalo liko na demokrasia. Demokrasia gani? Eti liko na demokrasia baada ya uchaguzi, eti kwamba baada ya uchaguzi kukamilika amani ipo. Amani gani? Amani gani? Nimeona wabunge juzi wakisema kwamba eti taifa letu la Tanzania tuliweza kuandaa uchaguzi tukitumia pesa zetu bila ya kwenda kupiga hodi kupewa mikopo. Kuna haja gani uweza kusema kwamba
tuliweza kuandaa uchaguzi kwa kuweza kujisimamia, kipindi ambapo uchaguzi wenyewe serikali hii iliweza kujitangaza kwamba washindi, na uchaguzi huu waliweza kuwaua wananchi. Wazo lako ni lipi? Nilisikia wakisema kwamba tunaweza tukajisimamia kutoka kwa matozo au makusanyo ambayo wanayapata kutoka kwa kodi ambazo wanatutoa. Eti tunaweza tukajisimamia na serikali yetu inaweza ikajiendesha na taifa letu linaweza likaendeshwa kutoka kwa makusanyo na maendeleo yanaweza yakafanywa kutoka kwa makusanyo. Ni kipi ambacho basi wameenda kutafuta kwenye falme za Kiarabu kama si mikopo? Lazima tuchanuke bana, lazima tukatae upuzi. Taifa letu linauzwa tukiona. Juzi tu ripoti ilitolewa kwamba Samia anataka kuuza akiba za dhahabu zetu ili aweze kupata pesa za maendeleo. Ameenda kuuza akiba hiyo za dhahabu upande wa wapi? Milki au kipenda falme za Kiarabu. Wazo lako ni lipi?